Somo letu la leo na kwenda kukueleza ni namna gani unaweza ukatumia mshumaa huu kutengeneza kinga dhidi ya familia yako ambayo inaweza kuondoa vitu vibaya kwenye nyumba yako, kwenye familia yako, na pia inaweza kuondoa nuksi zote pamoja na vizuizi. Na hapa tunazungumzia mshumaa wenye rangi nyeusi. Yaani mshumaa mweusi hutumika kama kinga dhidi ya vitu vibaya kwenye nyumba. Kwa hiyo inaweza kuleta nguvu nzuri na inaweza kuondoa zile nguvu zote hasi ambazo zinaleta mashambulizi ya kiroho kwenye nyumba yako. Na vile inaweza kuwa kama kuta za mwanga zinazoweza kuzuia giza lisiweze kuingia kwenye nyumba yako, zikaleta nuksi na mifarakano kwenye nyumba. Kwa leo nakwenda kuelekeza namna gani unaweza kutumia mshumaa huu mweusi ili kuweza kuzuia vitu hivyo ambavyo nimevitaja hapo. Hello, habari, karibuni tena katika channel yetu. Lakini napenda kusisitiza kama wewe ni mgeni kwenye channel hii, tafadhali usipite bila kubonyeza neno subscribe ili wa kwanza kuona kila tutakapokuwa tunaposti somo jipya. Moja kwa moja tuende kwenye somo letu, na vifaa utakavyotakiwa kuwa navyo ni vichache tu. Kwanza kabisa utahitajika kuwa na mshumaa mweusi, ambalo hili ndio hitaji letu muhimu tunalokwenda kulitumia siku ya leo kwenye kwenda kufanya spell hii ya kujikinga wewe na familia yako, kuondoa vitu vibaya kwenye nyumba, kuondoa vizuizi, nuksi na kila kitu kibaya kwenye nyumba yako ili uweze kuwa salama wewe na familia yako. Kwa hiyo tutakiwa kuwa na mshumaa mweusi. Mshumaa mweusi inauzwa kwenye maduka ya madawa ya asili. Ukifika utaikuta, ambia tu mshumaa wenye rangi nyeusi utaipata. Inapatikana kwa urahisi tu. Hitaji la pili tutakuwa kuwa na chombo ambacho utatumia kusimamishia huo mshumaa wako. Hitaji la mwisho ni chumvi, na chumvi hii ni chumvi ya mawe. Kama unajua chumvi ya mawe huwa inatumika kama kufanya cleanse, yani kusafisha. Kwa hiyo ile chumvi nayo pia itatumika kwenye kwenda kufanya hii spell. Na hayo ndio mahitaji yako muhimu matatu tu utakayotakiwa kuwa nayo kwenye kwenda kufanya hii spell, ambayo ni chumvi, itakuwa na mshumaa pamoja na ile chombo ambacho utatumia kusimamishia mshumaa wako. Kabla ya kuwasha mshumaa wako, kwanza unatakiwa uanze kwa kuongea maneno. Yaani unatakiwa uanze kwa kuweka nia. Na kuweka nia ni kwa kuongea au kwa kusoma kama ni dua ya kusafisha au kuondoa vitu vibaya. Kwa hiyo utaanza kwa kuweka nia yako, ndio inayoongoza nguvu ya mshumaa. Kwa hiyo kabla hujaushika ule mshumaa, kabla hujauwasha, hakikisha kwanza unaongea unavyotaka. Unaweka nia yako safi kwamba nataka kutengeneza kinga, nataka kuondoa vitu vibaya, nataka kutakasa ile eneo, nataka kuondoa nguvu mbaya kwenye nyumba yangu kwa kutumia huu mshumaa nilioshika hapa. Kwa maneno yako ndio yana nguvu itakayoweza kwenda kuongoza ule mshumaa. Na pili, utatakiwa kuweka kwenye sehemu ambayo pametulia. Hakikisha ni sehemu ambayo ina utulivu, sio kuwa na kelele. Kwa hiyo ni vizuri kufanya usiku kwa sababu lazima kutakuwa kuna utulivu. Kwa hiyo hakikisha unaweka katika chumba kilichokuwa na utulivu na katika sehemu ambayo haina makelele yoyote. Baada ya hapo ukimaliza, ukihakikisha kwamba sehemu ina utulivu, ukihakikisha umeshaongea maneno yako, nia yako, kitakachofuata utauwasha ule mshumaa. Na utakapowasha ule mshumaa, utatakiwa kukaa na kutazama ule mwanga wa mshumaa, huku ukiwa unaendelea kurudia kuongea yale maneno ambayo umeshaongea mwanzo, kwamba unaondoa vitu vibaya, unafungua mwili wako, unaondoa nuksi, mikosi yote, unaondoa vizuizi vyote kwenye nyumba yako, unaweka kinga ya ulinzi kwenye nyumba yako, unanuia vitu vyote huku ukiwa unautazama ule mwanga wa ule mshumaa. Utakapokuwa umemaliza manuizi yako, basi utauacha ule mshumaa wake mpaka wenyewe utakapokuwa umeisha. Hakikisha unauacha ule mshumaa mpaka unaisha wenyewe bila kuuzima. Yaani wewe ukishanuia unaweza tu ukauacha ukawaka, lakini hakikisha ule mshumaa unaisha. Na utakapokuwa ule mshumaa umeisha, hakikisha usiuzime kwa kutumia mdomo wako. Unaweza ukazima hata kwa kutumia mkono au namna yoyote utakayoweza, ila hakikisha usiuzime ule mshumaa kwa kutumia mdomo, yani pumzi yako wewe. Usizime kwa kutumia pumzi, yani usipulize. Hicho ni kitu cha muhimu sana. Lakini pia kuna vidokezo muhimu ambavyo unatakiwa kuvifuata. Kwanza kabisa, hakikisha kwamba unapokuwa unanuia usitumie hasira. Yaani kama tayari kuna watu wameshakufanyia vitu vibaya ambavyo unataka viondoke kwenye nyumba yako, hakikisha unanuia, lakini usiweke nia mbaya. Kwa sababu nia mbaya inaweza ikaja kukugeukia wewe mwenyewe. Hakikisha unanuia tu kwa utulivu, usiwe na hasira wala kumlenga mtu yoyote. Na pia mshumaa huu sio vizuri kuwasha mara kwa mara. Yaani hakikisha tu unatumia pale ambapo unahisi unahitaji kinga, unahitaji kusafisha nguvu mbaya, unahisi kabisa hapa hapo salama, ndipo utatumia, lakini sio wa kutumia mara kwa mara.
Na pia unaweza kutumia pamoja na mshumaa mweupe ili kuweza kuzidisha kufanya ule mshumaa uwe na nguvu zaidi. Lakini nilikwambia uwe na chumvi. Nilivyosema uwe na chumvi, ile chumvi inamaanisha kwamba utakapokuwa umemaliza kufanya hii spell utatakiwa kuoga na maji ambayo yamewekwa chumvi. Kama ni wewe na familia yako, unaweza kuchanganya ile chumvi kwenye maji na wote mkaoge kwa kutumia ile chumvi ili kuweza kutakasa miili yenu, kuondoa vitu vibaya kwenye miili yenu baada ya kufanya spell hiyo ya mshumaa mweusi. Na hapo tutakuwa tumemaliza somo letu hili leo, namna gani unaweza kutumia mshumaa mweusi kuondoa vitu vibaya. Mshumaa mweusi wala sio alama ya giza, bali mshumaa mweusi pia unaonyesha mwanga, ambapo ukiutumia kwa nia safi unaweza kujenga ngao ambayo inaweza kukulinda wewe na familia yako. Na hiyo ndiyo siri ya mshumaa mweusi katika ulinzi, katika kuweka kinga, katika kuondoa vitu vibaya kwenye nyumba yako. Asanteni sana kwa kunisikiliza, lakini pia napenda kusisitiza, kama wewe ni mgeni kwenye channel hii, tafadhali usipite bila kubonyeza neno subscribe ili uwe kwanza kuona kila tutakapokuwa tunaposti somo jipya.